utunzaji mazingira ni jambo muhimu kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Umuhimu huo umepelekea kuwa na siku maalum ya mazingira duniani inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 5 mwezi wa 6. Siku hii ilianza kuadhimishwa mwaka 1973 ili kuongeza ufahamu kuhusu masuala ya mazingira. Inatumika kama ukumbusho wa uhusiano kati ya ustawi wa binadamu na mazingira bora. Kauli mbiu ya mwaka 2025 katika maadhimisho ya siku ya mazingira ni kukomesha au kudhibiti taka za plastiki, ikiwa ni dhamira ya kimataifa ya kupambana na taka za plastiki. Kwa mujibu wa tovuti ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya tani 400 za plastiki huzalishwa kila mwaka duniani. Nusu ya plastiki hizo ni zile ambazo hutumika mara moja tu na kutupwa, na ni 10% tu ambazo hurejelezwa. Kwa mwaka 2025, siku ya mazingira inalenga kuongeza uelewa kuhusu athari zinazotokana na uchafuzi wa taka za plastiki. Afisa mazingira kutoka NEMC anafafanua kuhusu athari hizo. Athari za plastiki kwenye mazingira ziko katika mifumo mbalimbali, kwa sababu kwenye mazingira kwanza zinaathiri mazingira yenyewe, lakini pia kuna afya ya binadamu. Kwa hiyo kwenye mazingira kwanza, athari ya kwanza ni kuathiri viumbe hai wenyewe. Na tunapoongelea plastiki tunaongelea mifumo aina zote za plastiki. Kwa hivyo wakati mwingine kama ni plastiki zile ambazo ni malighafi ambayo ni laini ya plastiki, imeonekana pia hadi kunyonga viumbe hai kama ndege, au kule baharini wanyama wa baharini, viumbe wa baharini wamekutwa pia wamenyongwa na bidhaa zinazotokana na plastiki. Lakini pia ni uharibifu kwenye udongo. Zinapokuwa kule kwenye udongo, wakati mwingine zinazuia mzunguko sahihi wa hewa kwenye udongo, au pia madhara mengine yanayotokana na plastiki kwenye udongo mwingine. Baadhi ya plastiki huwa zina sumu, pia zinapelekea uwepo wa sumu kwenye udongo. Lakini vile vile hewani, kwenye hewa. Ukiangalia hata kwenye viwanda ambako plastiki zinavyotengenezwa, wakati zinavyotengenezwa kuna hewa ambayo inaachiwa wakati mwingine kama hatujathibiti, inapoingia hewani inaanza kuathiri. Lakini kwa binadamu sasa, baadhi ya zimeonyesha vipande vya plastiki vikiwa vimepatikana ndani ya maini, ndani ya figo, au ndani ya viungo mbalimbali vya ndani ya mwili wa binadamu, ambavyo kwa kuwepo kwa vipande vile kwenye viungo vya binadamu vinasababisha mambo mengine ya kuathiri mwili wa binadamu. Vile vile, serikali imefanya jitihada mbalimbali kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka za plastiki. Kwanza, jitihada ya kwanza ambayo imeshafanyika tayari na serikali ni uwepo wa miongozo, sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Kumbuka kwamba mifuko ya plastiki ilizuiwa kwa kanuni, na jitihada zinazofanyika ni pamoja na kufanya kaguzi mbalimbali kuhakikisha kwamba mifuko hiyo haiendelee kutumika. Na wapo wengine walifikia hatua hata ya kutumia vifungashio kama mifuko ya kubebea. Kwa hivyo jitihada za serikali ni kufanya kwanza elimu, lakini pili ni kufanya kaguzi, na mtu yeyote ambaye anaonekana kutokufuata kanuni hizo, sheria inachukua mkondo wake. Kama elimu inaonekana kwamba ameipata lakini bado anaendelea kukaidi, basi sheria inachukua mkono wake. Yani hatua zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria, sio nje ya sheria. Lakini hatua ndio kama hivyo. Kuna sera ya mazingira ya mwaka 2021, kuna sera ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024. Halafu vile vile kuna sheria ya mazingira namba 20 ya mwaka 2004 au sura ya 191, na kuna miongozo chini ya NEMC. Kuna miongozo, na chini ya ofisi ya makamu wa rais ambaye ndio wizara mama kwa NEMC, kuna mkakati wa kushughulikia masuala ya mazingira wa mwaka 2022 hadi 32. Lakini pia tuna kitu kinaitwa ajenda ya tafiti za mazingira ambayo iko chini ya NEMC. Kuna mkakati wa kitaifa jumuishi wa masuala ya upande wa bahari, inaitwa NICEMS, National Integrated Coastal Environment Management Strategy, ambao ni mkakati jumuishi ambao unashughulikia masuala ya kusimamia masuala ya mazingira kwenye ukanda wa pwani na baharini. Kwa hivyo jitihada ya kwanza ni hii miongozo ambayo serikali maana tunapofanya kazi lazima kwanza tuwe na miongozo, na ambayo tayari sera ipo, sheria imeshawekwa na bunge, lakini kuna miongozo hii ambayo niliyoitaja na mingineyo mingi ambayo inahusika. Kwa hiyo jitihada ya kwanza ndio hiyo. Jitihada ya pili ni kudhibiti mazingira
ya uchafuzi wa plastiki. Mojawapo ikiwemo utafiti. Hivi sasa kama mnakumbuka, mifuko ya plastiki ilizuiwa. Mifuko ile ya kubebea, vibebeaji vile ilizuiwa, lakini ili kuweza kuwa na malighafi sahihi ya kutengeneza mifuko ya kubebea, baraza linafanya utafiti wa kuangalia malighafi ambayo inaweza kuoza. Itambulike kwamba moja ya tatizo linalotokana na plastiki ni kuchukua muda mrefu kuota linapoingia kwenye mazingira. Kuoza linapoingia kwenye mazingira. Ni kuchukua muda mrefu kuoza pale plastiki inapoingia kwenye mazingira. Je, tunafanyaje ili plastiki iweze kuoza? Kwa hiyo tunafanya utafiti wa kuangalia malighafi aina mbalimbali ambayo inaweza tukabaini kwamba hii inaweza kuwa kibebeo kizuri ambacho kinaoza. Halafu malighafi hiyo ishabainika, sasa watengenezaji wa mifuko mbalimbali watapewa fursa ya kuitumia ile malighafi kutengeneza mifuko ya kubebea. Kwa hiyo jitihada ya kwanza utafiti. Ya pili ni elimu. Ya tatu ni elimu, kwa sababu kwanza nilisema miongozo, ya pili nimesema utafiti, ya tatu sasa ni elimu. Elimu kwa umma, kwamba kila mwananchi, kila mdau kwa nafasi yake atumie nafasi alionayo kujaribu kusaidia katika kudhibiti uwepo wa plastiki kwenye mazingira. Na hiyo inafanyikaje? Ni pale wadau ambapo wanapozingatia, kwa mfano ugawanyishaji. Taka ya plastiki aina hii ikae huku, nyumbani taka aina ya chakula ikae huku, ili iwe rahisi mwisho wa siku tunapozikusanya iwe rahisi kupeleka kila taka kwenye mkondo wake au kwenye mfumo wake na kuidhibiti katika mfumo wake. Kwa hiyo watatu ni elimu, lakini pia elimu hiyo pia inatolewa kupitia vyombo vya habari kama hivi. Tunapokutana na wadau katika vyombo mbalimbali ikiwemo maonyesho, vyombo vya habari, maonyesho ya kawaida, siku za Sabasaba, tunatoa elimu hiyo ili wadau waelewe namna ya kushughulika au kuisimamia plastiki kwa nafasi yao. Inapotokea kila mtu nafasi yake kwa nafasi yake, inatengeneza ile wanaita kwa Kiingereza multiply effect. Inatengeneza ombwe kubwa, inatengeneza wigo mpana wa ushirikiaji wa plastiki. Kwa hivyo ya tatu ni elimu. Ya nne ni jitihada mbalimbali za kusimamia mazingira popote. Hizo jitihada ziko katika mifumo mbalimbali, lakini tano ni juhudi za moja kwa moja kwenda kuondoa plastiki kwenye mazingira. Na hivi karibuni baraza lilishirikiana na wadau mbalimbali akiwemo Benki ya Dunia katika kufanya utafiti kwenye eneo la bahari na kubaini namna ambavyo tunaweza kuondoa plastiki kwenye mazingira. Na utafiti ule au tathmini ile iliangalia zaidi gharama za uchafuzi unaotokana na plastiki. Na andiko hilo lipo. Kwa hivyo hiyo ni jitihada ya moja kwa moja kwenye eneo au kwenye mazingira ambayo baraza linafanya. Tofauti na kutoa elimu na kuambia wadau wakafanya hivyo, lakini pia baraza linaingia lenyewe moja kwa moja kwa kuweka, kwa mfano kama nilivyosema, biosphere reserve, lakini pia kwenda kufanya tathmini ya kuangalia gharama kama hiyo tuliyofanya kwa kushirikiana na Benki ya Dunia, ya kuangalia gharama inayosababishwa na uwepo wa plastiki kwenye maeneo fulani na namna fulani ambapo plastiki hizo au malighafi ya plastiki inaweza ikaondolewa kwenye mazingira. Kwa hivyo jitihada ziko katika mifumo mbalimbali za moja kwa moja, za kisera, za kikanuni, za kivitendo, lakini pia kwenye elimu. Mwaka 2025, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani pia yanalenga kuhamasisha udhibiti wa taka za plastiki kwa kutumia kanuni ya 4Rs ambazo ni refuse, reduce, reuse na kurecycle. Yaani kukataa kutumia plastic, kupunguza kutumia plastic, kutumia tena na kurejeleza. Na mfano wa urejelezaji ni huu hapa, unaofanyika kwenye karakana wadau binafsi wanaochakata taka za plastiki kuwa samani. Kampuni yetu inaitwa EAR au East Africa Plastic Recycling na inajihusisha na uzalishaji wa mbao za plastiki ambazo zinatokana na makopo yaliyotupwa mitaani baada ya matumizi na kuwaleta na kufanyia recycled na kufanya furniture. Mfano mzuri hii ni hatua ya mwisho, mfano ambayo baada ya recycled tunaandaa kwa ajili ya viti. Kuna aina nyingi za plastiki ambazo kuna makopo ambayo yanaitwa peti. Peti ni makopo kama ya soda, maji au peti ambayo kwa kwetu sisi hapa tunatumia makopo ambayo ni HDPE ambayo ni high density polyethylene. Yale makopo ambayo ni madumu ya maji, madumu ya mafuta, madumu ya oili na madumu ya vitu vizito vile, mafuta yote. Kampuni yetu tulianza mwaka 2019
Bahati nzuri tulipata changamoto za hapa na pale. Unajua kufanya setup ya kampuni inachukua process ndefu. Kwa hiyo ilikuwa ni process ndogo ndogo mpaka sasa hivi tunapofika sasa hivi at least tumeanza kuamka sasa kwa ajili ya uzalishaji. Lakini ilichukua muda sana. Tuliamua kujiingiza kwenye mradi huu kwa sababu kwa Tanzania tunaweza kusema kwamba ni sehemu chache sana. Tuliangalia kwanza swala la mazingira. Mazingira ni sehemu ambayo ni sensitive sana, ambayo ni sehemu ambayo inahitaji matunzo. Na tukaona kwamba kuna uharibifu mwingi wa mazingira ambao unafanya baada ya matumizi ya vitu vya plastiki vikawa vimezagaa mtaani. Tukasema kwa nini tusianzishe kitu ambacho kinaweza kikasababisha kuondoa ule uchafu ulioko mtaani na kukifanya kikawa kitu kipya tena ambacho kiingiza kwenye matumizi. Ndio tukaamua kuingia ndio tukaanza uzalishaji baada ya kununua vifaa, mashine, kufanikiwa mpaka tulipo sasa hivi. Takataka hizi mara nyingi tunatoa kwa mtu mmoja anaitwa Elbariki Maendeleo, yuko mitaa ya Sinoni. Yule huwa kwa sababu sisi tulikuwa tuna uwezo pia kuchukua zile takataka, lakini kutokana sisi hatuna mashine ya kukata, inabidi tuchukue kwake atukatie, anatuuzia, akishatuletea hapa tunasafisha, tukishasafisha tunakausha, tunaendelea na process nyingine. Tunanunua takataka. Kwa sasa tuna uwezo hata kununua kama tukiwa na oda nzuri, tuna uwezo kununua hata tani 4 mpaka 5 hata kwa siku, kwa wiki tani 4 kulingana na mahitaji ya watu ambao wanataka tuwatengenezee viti, labda tunaweza kununua mzigo mkubwa. Na mara nyingi paka hata kuna wengine wamekuwa wakija maeneo ya sisi wafanye kazi wanataka kutuuzia, lakini tunawaambia sisi hatuwezi kuchukua zile kwa sababu hazijakatwa. Kwa hiyo tunawaambia waende kwa Maendeleo wakakate, zipimwe pale, wamuuzie yule, afu sisi tunaenda kuchukua pale. Kwa mara nyingi tunafanya vile. Mafanikio labda au tunajivunia nini ni kwamba tunajivunia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwanza watu wengi walikuwa wakimwambia mbao ya plastiki, kwanza anashangaa mbao ya plastiki ni kitu gani. Ukimuonyesha kwamba mbao ya plastiki ni tulichukua uchafu huu hapa tukaubadilisha ukawa kitu kama hichi, anashangaa, anataka kuwa interest, kutaka kujua zaidi. Wengi wao wamekuwa wakija na kuangalia na kwenda kuambia, hata tukawapa sample labda vipisi vya mbao, kama bana hii ni mbao ya plastiki ambayo kutokana na makopo ambayo yalikuwa yametupwa mtaani, tukayeyusha tukapata kitu kama hichi, wanakuwa wanafurahi kweli. Na sana sana watu wengi wamekuwa wanapata uelewa. Siku zinavyoendelea kuna tofauti na mwanzo. Ukimwambia mtu mbao ya plastiki mwanzo alikuwa haelewi. Anashangaa mbao ya plastiki? Hapana. Kuna kitu mmechanganya labda. Lakini sasa hivi wameanza kuelewa, hata wameanza kupata hata watu ambao wanakuja kununua, ambao ni watu wa kawaida wanakuja kununua viti kama hivi. Wanapeleka manyumbani kwao. Uzuri wa hii plastiki ambao ukishaiweka, uzuri wake ni haiozi wala huwezi kusema kwamba unaweza ukaibomoa kirahisi. Yaani ni 1 year guarantee. Yaani unaweza kutumia zaidi. Labda uichome kwa moto na unaweza kuiharibu, lakini mara nyingi hailiwi na mchu, haishiki kutu tofauti na chuma. Hiyo ndo bora wake. Aina za furniture tunatengeneza furniture za aina nyingi. Sisi tunachofanya tunamsikiliza mteja anataka nini yeye. Mteja akisema anataka labda kitanda, anataka sofa, studi, meza, deski, tunatengeneza. Sisi huwa tunajua kudesign kwamba tunamdesign mteja, tunampa mchoro, tunamwambia tutakutengenezea hivi. Akiridhika tunamtengenezea. Kwa hiyo tunamsikiliza mteja wetu anataka nini kwanza. Hizi mbao zinaweza kutengeneza furniture nyingi sana, mfano kitanda, meza, kochi, studi, deski, dressing table, kabati pia ukiamua kutengeneza utatengeneza. Zinatengeneza vitu vingi sana. Vitu vyote ambavyo vinafanywa na mbao ya plastiki inaweza kufanya. Pamoja na kazi nzuri wanaoifanya kuokoa mazingira na uchafuzi wa taka za plastiki, lakini bado wateja wa bidhaa hizo sio wengi. Meneja huyu anasema gharama wanazotumia kubadilisha taka za plastiki kuwa thamani zinachangia hilo. Wateja wetu ni watu wa mahotelini, hoteli za kitalii mara nyingi ndio wameanza kuvielewa hivi sana. Lakini hata pia wateja wa kawaida pia nao wamekuwa wanatupa oda. Wateja watakapokuwa wengi, means demand itakuwa kubwa hata kwa sisi wenyewe kwa kuchukua zile plastiki ambazo ule uchafu na kuendelea kuzalisha. Means kwamba kwa wale walioko kule mitaani, kama wataendelea, sisi tutakuwa tuna demand ya oda kubwa za kukusanya ile uchafu na kuleta kwetu na kufanya production kama hizi ambazo tunachokifanya. Means hata kule mtaani na maana demand itakuwa chini, kwa sababu sisi tutakuwa tunachukua mzigo mkubwa. Kwa hiyo hata mazingira yatakuwa masafi kwa sababu watu watakuwa na ile shauku ya kuokota, ya kufagia, ya kukusanya ule uchafu na kupeleka maeneo husika. Hiyo kidogo itapunguza hiyo kitu. Tuongeza gharama kwenye hizi furniture kwanza ni uzalishaji, kwamba inapitia process nyingi kwanza, kwa sababu makopo mengi ambayo yanatupwa mtaani yamekuwa na matumizi tofauti. Mfano kuna makopo kama ya kawaida ambao wanachanganya na oili. Kwa hiyo unapochukua ile material ya makopo, mara nyingi unakuta ni
mfano ni ya mafuta, inabidi uje uchukue, uoshe. Ukishaosha, ukaushe. Ukishakausha, utembeze kitu kinachoitwa palletizer. Kuna material moja inaitwa palletizer kabla hujafikia kwenye process ya mbao. Uchakataji wa taka hizo za plastiki kwa samani unaweza ukachukua takriban siku 12. Tukishapokea plastics ambazo zimeshasagwa tayari, tunafanya kuziosha. Tukishaziosha, tunazikausha. Tukishazikausha, tunasaga. Yes. So tukishasaga, tunatengeneza pellets ndogo ndogo kama shanga. Then baada ya hapo tunayeyusha, inakuwa uji. Tukishayeyusha ndo tunatengeneza mbao kutokana na dai, ukubwa wa dai mbao, yani ukubwa size tunaotaka sisi. Tukishamaliza ndo tunatengeneza hizo mbao. Tukishatengeneza mbao, unaweza kuona mbao kama hizi, rangi tofauti, rangi tunaotaka kutokana na uhitaji wa mteja. Kwa hiyo tukishatengeneza mbao kutokana na uhitaji wa mteja, tunatengeneza furniture kama hii niliyokalia mimi hapa, imara kabisa, ambayo haibe affected na alkaline water, never rust, yani haishiki kutu. Tunatumia pia steel misumari, screw ndogo ambazo haziliwi na kutu. Yes. Haiwezi kubend wala kuvunjika, labda uwashe moto kitumia hizi mbao. Hizi rangi tuna kitu inaitwa master bench, ambazo wakati tunatengeneza mbao tunachanganya kwenye zile pellets ambazo ni kama shanga. Tunazichanganya kidogo, ambayo inabadilisha rangi tunaotaka sawa na uhitaji wa mteja. Tunaokoa jamii kwa kuchukua zile takataka ambazo zinaathiri mazingira. Sisi takataka watu wanaona ni uchafu, lakini kwetu tunabadilisha trash kuwa treasure, umeona? Kwa hiyo tunaokoa jamii kuepuka na uchafuzi wa mazingira na vitu kama hivi. Anajivunia kwa sababu naiokoa jamii yangu husika. Tunaokoa mazingira, tunasafisha. Pia kuna chain kubwa hapo, ukiangalia kuna wale watu wanaokota makopo. Wanaokota, wanaenda kuuza, wanapata riziki. Kwa hiyo kwenye ile cycle sisi pia tunaihudumia ile jamii. Na sisi tunaamini kwa Tanzania sasa hivi si ndo kampuni bora zaidi ya kutengeneza mbao za plastiki. Kwa sababu mbao zetu toka tumeanza kuziuza, furniture zetu hazijawahi, hakuna doubt ya kampuni yoyote kulalamika au kufanya kitu chochote. Mbali na urejelezaji kusaidia kuondoa taka za plastiki kwenye mazingira, lakini pia zinazalisha ajira ambazo ziko kwenye lile kundi la uchumi wa kijani. Yaani uchumi unaosaidia kutunza mazingira huku wananchi wakiimarisha maisha yao. Sisi tunajivunia kwa sababu tuna waajiri 10, tuna vijana ambao tumewaajiri wako kama 10. Kila mtu anafanya kazi, anapata mshahara wake kwa mwezi, na bado pia familia yake inanufaika kwa kile anachokipata kupitia kazi hii. Najishughulisha na kuproduce plastiki na vile vile ni fundi wa kudesign mashine ndogo ndogo kwa ajili ya kusaidia production kwenye kiwanda. Baada wao kufanya uzalishaji, sisi ndio tunachukua hizi mbao kwenda kuzifanyia usafi, kuzisafisha ili ziwe safi na kuweza kuzifanyia production. Sisi ndio kata kwenye vipimo ndio tunaunda viti. Fundi kwanza kujua kazi tofauti tofauti, na vile vile tumenufaika kama kuna swala la ajira, tunapata mshahara, tunaweza kuendesha familia, na vile vile tunanufaika pia kipato kimepanda, sababu na hii production tunatengeneza kidogo inauzwa bei ya juu, na sisi kipato chetu kina mshahara wetu kidogo unakuwa uko vizuri, watusaidia kuendesha maisha yetu. Naona umuhimu wa kutunza mazingira kwa sababu zile taka ambazo zinakuwa zinazagaa ovyo sasa hivi zinakuwa zizagai tena, zinakusanywa na zinanunuliwa ndio zinafanya recycle kwa ajili ya kutengeneza plastiki mbao, na mimi napata kipato vile vile. Tutunze mazingira kwa sababu mazingira yenyewe ni uhai. Tukitunza mazingira pia na mazingira yatatutunza sisi. Tukiharibu mazingira nayo yatafanyaje? Yatatuharibu. Naye mkuu wa kitengo cha udhibiti wa taka ngumu na usafi wa mazingira katika jiji la Arusha anasema wakati dunia ikiadhimisha siku ya mazingira duniani ikiwa na kauli mbiu ya kudhibiti taka za plastiki, jiji la Arusha linajivunia kupunguza taka za plastiki kuzagaa mtaani. Kwa jiji la Arusha tunazalisha taka tani 353 kwa siku. 11%
ya taka hizi ni taka za plastiki. Utaona zina ukubwa kiasi gani katika mchanganyiko wa taka ambazo tunazo. Na taka za plastiki ni taka ambazo sio taka salama sana, kwa sababu ni taka ambazo ukiweka kwenye mazingira zitaendelea kubaki katika maisha yake yote, hazihozi, utakuta kubaki kwa pale, kwa hiyo unakubaki kwa muda mrefu sana. Hivyo hatua kudhibiti taka za plastiki ni njema na ni nzuri, kuhakikisha kwamba tunaziondoa katika mazingira yetu na kuhakikisha kwamba hatuchafui mazingira. Kauli mbiu ya mwaka huu kwenye taka za plastiki zinajieleza wazi kwamba dhibiti uchafuzi wa mazingira kwa kuzuia taka zinazosababishwa na taka za plastiki kidunia. Sasa kauli mbiu ya kwetu kwa upande wa Tanzania ina maana tunasema mazingira yetu, Tanzania yetu ijayo. Tuwajibike sasa kudhibiti matumizi ya taka za plastiki. Lengo ni nini? Lengo nafikiri Tanzania na dunia nzima imefocus kwenda katika kuzuia taka za plastiki. Lakini katika matumizi yake utaona kwamba taka za plastiki bado zinakuwa zipo na zinaingia. Kwa tulizuia aina fulani ya taka, sio zote plastiki ambazo zinaweza kuingia nchini. Tunataka zile taka ambazo ziko za plastiki lakini ziko recyclable. Zinaweza zikarejeleshwa au zikatumika zaidi ya mara moja au mara mbili. Hilo ndio kwa lengo kwamba tuzuie zile ambazo zinatumika mara moja na sio kama uchafu. Zoezi hilo linaendelea na mpaka sasa hivi linaendelea. Lakini pili, ili kuepukana na taka za plastiki kwenye mazingira yetu, tunahakikisha tunapeleka kwenye taka rejelezi. Kwanza tupate taka ambazo zinaweza kutumika zaidi ya mara moja mara mbili, lakini tuwe taka rejelezi kwa maana tunazichukua sasa tunazibadilisha na kutoa kitu kingine. Kwa mfano kwa jiji la Arusha tuna vikundi na makampuni ya vijana na kina mama ambao wanahakikisha kwamba zile taka zinarejelezwa. Taka za plastiki zinachukuliwa, zinayeyushwa, unatengeneza kitu kama mbao au nguzo au aina ya furniture ambao unaweza kutumia. Na utaanza kwa mfano vijana wetu walioko hapa Mianzini wanafanya hivyo. Tuna vijana wako Njiro, na tuna vijana wako pale Sido. Nao wanafanya kitu hicho kwamba wanayusha na materials zile ukizitumia ni nzuri, haziathiriki na mazingira, haziathiriki na hali ya hewa. Kwa maana kwamba ukitumia nguzo ya plastiki utakaa maisha yako pale, haitaliwa na mchwa, haitaathirika na jua wala mvua. Lakini hata feni hicho kichukua ukiweka nje, kwa mfano unaweka kwenye garden kama hapa, haitaathirika na jua wala mvua, itakuwa inatumika pale muda wote na ni nzuri. Kwa hiyo tumechukua initiative hiyo kuhakikisha kwamba tunaziondoa kwenye mazingira, lakini tuziweke kwenye matumizi mbadala katika maeneo mbalimbali yanaweza kutumika kwa sasa. Kwa Arusha tumefanikiwa sana kudhibiti taka za plastiki kwa kuhakikisha kwamba tunazirejeleza, zinakuwa kama matumizi mbadala, kwamba zinaenda kwenye matumizi, yanarudi kwenye matumizi mengine ya kawaida ya binadamu kuliko kuyahifadhi au kutupa kwenye mazingira yetu. Sababu imeshaonekana ni hela. Sasa hivi plastiki ni deal. Plastiki sasa hivi ni fedha. Yaani utakuta mtu barabarani anatembea anatafuta plastiki. Chupa ya maji kwa Arusha sasa hivi barabara kuikuta nadra sana, kwa sababu zinachukuliwa, zinauzika. Ukuta karatasi za nylon ngumu huwezi kuzikuta barabarani, zinachukuliwa, zinapelekwa na zinauzika. Kuna kampuni ziko nyingi. Tuna kampuni zaidi ya 17 ambazo sasa hivi zina deal na plastiki. Na zote ukienda hata kwenye dampo letu pale, kuna taka zinachukuliwa na gari zima linamwaga pale, aliendi kulia kwenye selo. Tunamwaga pale, watu wanapita, mashine inapita conveyor belt, watu wanachambua zile taka, baadaye tunarudia tunazifunga, tunasafirisha, tayari ni fedha imeingia pale. Yeah.